Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki kwa sekta binafsi kushiriki kamilifu katika ujenzi wa makazi bora na miradi mingine ya uwekezaji inayochochea ukuaji wa uchumi na kufungua fursa za ajira kwa wananchi. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo alipozindua na kukagua mradi wa makazi ya Amani uliopo Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, ikiwa ni sehemu ya matukio ya tamasha la Kizimkazi 2026. Rais Dr. Mwinyi amepongeza uwekezaji Bopa Enterprises Bwana Said Bopa kwa kuwekeza katika miradi ya Amani pamoja na Mohammed Building Limited kwa kazi nzuri ya ujenzi wa mradi huo. Amesema uwekezaji huo unaonyesha umuhimu wa ushirikiano wa sekta binafsi katika kuongeza upatikanaji wa makazi bora, kufungua fursa za ajira na biashara pamoja na kuongeza shughuli za kiuchumi katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar. Dr. Mwinyi amesema tamasha la Kizimkazi limeendelea kuwa jukwaa muhimu la kutangaza fursa mbalimbali za uwekezaji zilizopo Kizimkazi na mkoa wa Kusini Unguja kwa ujumla, hususan katika makazi, majengo na biashara, hoteli na sekta nyingine za maendeleo. Mabibi na mabwana, uzinduzi wa mradi huu wa nyumba za makazi ni sehemu ya matukio ya maadhimisho ya tamasha la Kizimkazi kwa mwaka huu 2026 linaloendelea hapa Kizimkazi, ambalo nilipata heshima ya kulizindua rasmi jana. Moja ya madhumuni ya msingi ya tamasha hili ni kutangaza fursa mbalimbali za uwekezaji zilizopo hapa Kizimkazi na mkoa wa Kusini Unguja kwa ujumla, ikiwemo katika sekta ndogo ya nyumba za makazi, nyumba za biashara na hoteli. Amesema serikali itaendelea kuhimiza viongozi katika ngazi mbalimbali kutangaza fursa zilizopo katika maeneo yao na kushirikiana kwa karibu na sekta binafsi ili uwekezaji unaofanyika uweze kuleta manufaa kwa wananchi, wawekezaji na serikali. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amesema serikali kupitia shirika la nyumba Zanzibar inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya makazi sambamba na kuhamasisha ushirikiano wa sekta binafsi na taasisi za fedha katika kuongeza upatikanaji wa nyumba bora na salama. Ameeleza kuwa maendeleo ya makazi yanaendelea kwenda sambamba na juhudi za serikali za kuimarisha miundombinu ya msingi ikiwemo barabara, maji, umeme na mifumo ya mawasiliano ili kukidhi mahitaji ya wananchi, na uwekezaji unaendelea kuongezeka. Kwa upande wa serikali, tutaendelea kuweka mazingira rafiki kwa sekta binafsi ili iweze kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa uchumi na maendeleo ya nchi yetu. Natoa wito kwa viongozi wa serikali katika ngazi zote kuendelea kutangaza fursa za uwekezaji zilizopo katika maeneo yao na kushirikiana kwa karibu na sekta binafsi ili fursa hizo ziweze kuwanufaisha wawekezaji, wananchi na serikali kwa ujumla. Nimevutiwa sana na mradi huu na tumearifiwa kuwa mradi huu Amani Residency hapa Kizimkazi umepangwa na kujengwa kisasa kabisa, ukizingatia ipasavyo mahitaji yote muhimu kwa kuwa na makazi ya kukodi, maeneo ya huduma za kijamii, maeneo ya mapumziko, burudani, michezo, mazoezi na miundombinu rafiki kwa watu wenye ulemavu. Huu ni aina ya uwekezaji tunaohitaji katika kufikia azma ya kuwa na makazi bora katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa kukuarifu, kwa mkoa huu wa Kusini Zanzibar tayari kuna miradi 351 ya uwekezaji, mingi sana katika kipindi hichi tu kidogo, na karibu 74% ya miradi hii iko katika sekta hizi ambazo tunaziona zikiwemo hizi accommodation, real estate, lakini na mahoteli ambayo ni miradi 206. Naye Bwana Said Bopa, mmiliki wa mradi wa nyumba za Amani Resident, amesema utekelezaji wa mradi huo umeungwa mkono na benki ya CRDB kupitia mkopo uliofikia 70% ya gharama za mradi, akieleza kuwa ushirikiano wa taasisi za fedha una nafasi muhimu katika kuwezesha uwekezaji mkubwa wa sekta binafsi. Hali yanayofanyika katika eneo hili, Bopa Enterprise tuliona mwelekeo huu na kuamua kuwekeza mapema. Tunaamini Kizimkazi ina nafasi kubwa katika ukuaji wa uchumi wa Zanzibar na uwekezaji wa leo. Tunapaswa kujiandaa kwa mahitaji ya kesho insha Allah. Mheshimiwa Rais, kutokana na maoni, tunajenga Amani Residence Kizimkazi Zanzibar. Mradi huu
umebuniwa na Dirish na Planets Limited ya kujengwa na Mohammed Builder Limited. Amani Residence kama alivyosema Sheikh Mohammed ina apartment 64 na huku villa 18, jumla 82. Amani Residence imejengwa katika eneo la Erekari 11 ikiwa na jumla ya vyumba 82 za makazi zinazojumuisha villa 18, apartment 64 pamoja na migahawa, maduka, supermarket, ukumbi wa mazoezi, sauna, bwawa la kuogelea na maeneo ya mapumziko na michezo ya burudani. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.